Pesa za umma zimetolewa benki, zimepelekwa benki binafsi. Ndani ya siku moja Waziri Tibaijuka amepewa bilioni 1 na milioni 600. Mwanasheria mkuu Chenge amepewa bilioni 1 milioni 600. Afisa katika ofisi ya rais anaitwa Shabani Gurumu amepewa milioni 800 sijui ngapi. Askofu sijui padre nani, maafisa wa umma Ngeleja mbunge na wengine wamepewa pesa. Ndani ya siku moja zimetoka shilingi bilioni 78 zinazodaiwa ni fedha za binafsi, lakini waliohongwa hizo pesa ni maafisa wa umma, ni mawaziri, ni wabunge, maaskofu wetu. Pesa za umma hizi, fedha ni fedha za wananchi wa nchi hii. TRA wamesema hizi ni fedha za umma. CAG, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, wamesema hizi ni fedha za umma. TAKUKURU wamesema hizi ni fedha za umma. Watu pekee wanaodai kwamba hizi sio pesa za umma ni wale waliohongwa, wale ambao taarifa hii inaonyesha wamepewa mabilioni. Kama gazeti moja lilivyosema, wamevuna mabilioni ya IPTL. Hao pekee ndio wanaosema hizi ni fedha binafsi. Waheshimiwa wabunge, mpaka mahakama imepata mgao. Majaji milioni 400. Ukiuliza za harusi milioni 400. Katika swala ambalo limekuwa na mgogoro kwa miaka karibu zaidi ya 10 na ngapi, majaji wanapewa mamilioni. Tunahoji, mnasema hizo ni fedha binafsi. Rushwa tupu. Na kwa sababu ni rushwa tupu, mheshimiwa mwenyekiti na waheshimiwa wabunge, lazima watu wawajibike. Sasa nimesema aliyezungumza habari ya kwamba ilipwe ni Prosper Mbena, katibu wa rais. Sasa tunafahamu utaratibu wa kumwimpeach rais ni mgumu. Tuanze na waziri mkuu ambaye tunamweza humu ndani. Wakati tunafikiria namna ya kumwimpeach huyu aliye authorize malipo mabilioni haya, tuanze na hawa ambao tunawaweza: waziri mkuu, mwanasheria mkuu, Profesa Mwongo, Profesa Tibaijuka, majizi yote yaliyotajwa humu, tuanze nayo. Hawa tunawaweza, na tunawaweza kwa sababu taarifa ya kamati imesema hawa wawajibike.